ya kumkaribisha Mheshimiwa Waziri mwenye dhamana ya maji, Mheshimiwa Juma Aweso, aje atueleze malengo ya sera ya maji ya mwaka 2002 toleo la mwaka 2025, sera ambayo muda mfupi kutoka sasa Mheshimiwa Rais utaizindua. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Waziri, karibu. Makofi mengi yanapokuja waziri wetu jamani. Bado watendaji wa wizara, pigeni makofi mengi. Karibu. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na waheshimiwa viongozi wote, meza kuu, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa ruksa yako, Wizara ya Maji pamoja na kazi kubwa na nzuri tulofanya, hatufanyi kazi peke yetu. Tunafanya kazi pia na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Leo hapa nilimwona naibu spika, lakini pia tuna mwenyekiti wetu wa kamati. Kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, nimuombe mwenyekiti wetu wa kamati aje kutoa salamu za Bunge. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana kwa heshima hii adhimu kabisa ambayo nimepewa. Ni kweli sisi kama bunge na kamati ya bunge ni mashuhuda namba moja wa kazi kubwa ambazo zimefanywa na Wizara ya Maji. Mheshimiwa Rais, sisi kamati ya bunge tumetembea kwa umbali, kwa mapana na marefu katika nchi hii kuona kazi kubwa ambazo serikali yako imefanya. Kwa mfano tulipokwenda kule ule mradi wa Mgango Kiabakali Msoma, miongoni mwa miradi 7 ya kimkakati ambayo ilianzishwa na serikali ya Mwalimu Nyerere, wewe umekwenda umemalizia, ni jambo la kipekee. Lakini tumekwenda Olkesmet, mradi ulianzishwa mwaka 77 na aliyekuwa waziri mkuu marehemu Sokoine alishindwa kumaliza, wewe umemaliza. Ni mapinduzi makubwa ambayo yamefanyika kwenye sekta ya maji. Lakini baadaye tumekuja kugundua kwamba pamoja na nia yako nzuri kabisa Mheshimiwa Rais ya kumtua mwanamama ndoo kichwani, unayo timu nzuri ambayo iko very integrated. Na ukimwangalia Aweso, ukimwangalia MD aliyoko Mpanda, ukamwangalia RM aliyoko Kigoma, wote wanafanya kazi kama familia moja. Ndio maana tuna uhakika kwamba kazi ambazo umewapa zitafanyika vizuri, kwa sababu wanayo spirit moja, family spirit, umoja, kuhakikisha wanapata matokeo. Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha Mark Murdock, anasema kwamba if you want to know how the leader is doing, look at the follower. Kwa hiyo namna ambavyo watu wa mikoani wanaofanya kazi, watu wa mamlaka wanaofanya kazi, ni kwa sababu ya roho ya kiongozi ya kuwaweka wawe pamoja. Lakini jambo lingine ambalo ningependa sana ni kusifu Mheshimiwa Rais, lile la miradi ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kama mwenzangu Profesa Kitila Mkumbo amezungumza, habari ya bwawa la Kidunda ni moja ya miradi ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu wanasema kwamba nyakati zinazokwenda maji yatakuwa ya gharama kubwa duniani na maji yatakuwa haba. Lakini haya miradi, kwa mfano ya Kidunda pamoja na bwawa la Fakwa, ni miradi muhimu sana ambayo itakwenda kutusaidia katika changamoto mbele zilizoko ambazo zinakuja mbele. Sisi kama bunge tutaendelea kuisimamia serikali, kuishauri kwa haki, na kama mwenyewe ulivyosema tulivyokuwa kule Handeni, ukasema muendelee kutusimamia. Tutafanya kwa haki kwa sababu kazi yako ni kubwa, na kwa kweli hatutakiwa kikwazo. Na jambo lingine la mwisho ambalo napenda kuzungumza ni kwamba asante sana, nashukuru. Asante sana, nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa nafasi uliyonipa. Asante sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Zungu, Mheshimiwa
kaka yangu Nathan Bereke, mkurugenzi mkazi wa World Bank, mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam kaka yangu Albert Charamila, my brother Dr. Azika, mkurugenzi wa Water Aid Africa, mwenyekiti wetu wa kamati na viongozi wote. Mheshimiwa Rais, asiyeshukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru. Kwa dhati ya moyo nikushukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mimi katika maisha yangu sikuwahi kupata kozi ya uongozi, kwa maana labda kulikuwa kuna chuo nilienda kusoma. Nilitoka chuo, kazi yangu ya kwanza ubunge, ukaniamini kuwa naibu waziri wa maji na ukanipa uwaziri wa maji. Katika maisha yangu sikuwahi kuona rangi ya rais. Lakini nataka niseme wazi kabisa, tarehe 22 ya mwezi wa 4 2021 ulivyohutubia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ulitupa maelekezo mahususi Wizara ya Maji. Ulisema ya kwamba wewe ni mama na asilimia kubwa wanaoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama. Hutaki kusikia, hutaki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Mheshimiwa Rais, ulienda mbali zaidi, ukanitaka nisimame na ukaniambia maneno mazito ya kwamba kuna maneno ambayo nawaambia wenzako, ukinizingua tutazinguana. Mheshimiwa Rais, ulienda mbali zaidi, ukaniambia huridhishwi na utekelezaji wa miradi ya maji. Zimeletwa fedha nyingi katika Wizara ya Maji, lakini matokeo hayaonekani. Mheshimiwa Rais, niliapa na nilikaa na timu nzima ya management ya Wizara ya Maji, tukakubaliana swali moja tu ambao nakumbuka niliwauliza, hii kazi mnaiweza, hamuiwezi? Waliniahidi wanaiweza. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, mimi Juma Aweso pamoja na naibu wangu waziri kaka yangu Engineer Andrew Kundo, katibu mkuu na naibu katibu mkuu, na management ya wizara na watendaji wote wa wizara, hatutokuwa kikwazo kwa Watanzania kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Mheshimiwa Rais, katika majukumu yale ulionipa nimegundua mambo mengi. Ili nibidi niende mbali zaidi. Nakumbuka siku moja nilienda Bukoba vijijini. Nilipofika Bukoba vijijini, walikuwa natupa hali ya utekelezaji wa miradi ya maji. Lakini tumeenda kukagua, lakini nilipofika jioni katika zile taarifa waliniambia kuna visima wanaenda wanavichimba. Nilipofika jioni nikamwambia naomba twende katika hivi visima ambavyo mnavochimba. Wakaniambia mheshimiwa, wewe bwana huku ni mbali utachoka. Nikamwambia hapana, hebu twende tukajionee. Mheshimiwa Rais, tulipofika pale unamuuliza mhandisi wa maji, kisima kiko wapi? Anasema mheshimiwa waziri, haki ya Mungu jana kilikuwa hapa. Mheshimiwa Rais, tulikwenda Njombe vijijini. Tulipofika Njombe vijijini, unakuta badala kuletewa mhandisi wa maji unaletewa technician. Unauliza, unapewa miradi ya utekelezaji. Unamwambia, hebu naomba kuna huu mradi naomba utupeleke. Hawapendi ile miradi mingine ambayo haipo. Unakuwa na taarifa zinginezo. Tumefika mradi umetolewa zaidi ya milioni 500, lakini hautoi maji. Unamuuliza, hapa ili eneo la Njombe ni eneo la baridi, unaikaje sola? Na hapa mlidesign mkasema kwamba mnaweka injini ya dizeli ili watu waweze kupata maji. Kwa nini hamkufanya hivyo? Ananiambia mheshimiwa waziri, naomba unisamee, nimegafilika. Tumekwenda Shinyanga vijijini, Mheshimiwa Rais. Tumefika pale usiku, mhandisi wa maji anahangaika akutane na wewe kiongozi. Namwambia hapana, muda usiku umekwenda, tutakutana na site. Tunafika eneo linaitwa Mwakitolio. Unakuta zaidi ya bilioni 1.3 zimetolewa, lakini wananchi hawapati maji.
Unamuuliza kwa nini hapa wananchi hawapati maji wakati fedha za serikali zimetolewa bilioni 1.3. Ambia Mheshimiwa Waziri, ndio maana nitaka nikueleze jana. Naomba sasa nikunongoneze. Nikamwambia hapana. Waeleze kwa nini wananchi hawapati maji. Mheshimiwa Rais, mhandisi wa maji anasema, Mheshimiwa Waziri, sijawahi kuona wananchi wachawi kama katika hichi kijiji. Mheshimiwa Rais namuuliza unasemaje? Ananiambia Mheshimiwa, hapa tumefanya kazi kubwa, lakini usiku hapa mabomba yanapaa kama ndege. Namuuliza kama yanapaa kama ndege, rubani wake yuko wapi? Mheshimiwa Rais, yapo baadhi ya maeneo tukabidi tuingie mbali zaidi. Unakuta katika wilaya moja tenki la lita 200 linajengwa, lakini gharama tofauti, saizi ni moja. Unaingia mbali zaidi, unakuta mradi engineering estimation ulitakiwa ujengwe kwa bilioni 5. Unasema hapana, hebu tufanye wenyewe, nyinyi mmesoma wataalamu, hebu tufanye. Mheshimiwa Rais, mradi ambao ulitakiwa ujengwe kwa bilioni 5 tumejengwa kwa bilioni 1.5. Sio rais. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uvumilivu wako. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania na viongozi wenzangu wote, pamoja na kazi kubwa na nzuri ambazo umefanya Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa Rais una sifa ya kipekee, una utu na utulivu. Kazi kubwa, kazi nzuri, ngumu kwenye sekta ya maji, lakini kubwa ambalo nimepata faraja kama kiongozi, haukutuacha Mheshimiwa Rais. Ulitupa support, ulitupa upendo, ulitulea, ulituvusha na ukatusimamia. Nataka niwaambie ndugu zangu, kama sekta ya maji ingekuwa meli, Mheshimiwa Rais ungekuwa nahodha. Kama sekta ya maji ni ndege, Mheshimiwa Rais wewe ndio rubani wa wizara yetu ya maji. Kama sekta ya maji ni gari, nataka niseme Dr. Samia Suluhu Hassan ni dereva mahiri. Piga makofi mengi sana kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Umetusaidia, maelekezo yako ya reform zako zote 4 sisi tumezitekeleza kwa vitendo. Mheshimiwa Rais, tulikuwa na changamoto ya makazi ya watumishi wetu. Sisi malengo yetu yakawa tukasema pamoja taasisi ya serikali, lakini tuwe na mawazo ya private sector. Mheshimiwa Rais, umetufanyia matendo ya wema kabisa. Leo ukienda Dodoma na maeneo mengine, watumishi wetu wapo katika mazingira mazuri. Tulikuwa na changamoto ya ufinyu wa bajeti, ndio ulikuwa wimbo katika Wizara ya Maji. Ipo miradi ilijengwa tangu mwaka 1974 haijawahi kukamilika kwa sababu ya ufinyu wa bajeti. Ulituongezea bajeti. Leo ukienda Mugumu, Serengeti, miradi ambayo tangu miaka 70 leo umeikwamua. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mambo magumu yanahusiana na kutatua matatizo kwa wananchi ama watu, wakati mwingine yanahitaji political will, yanahitaji uwezeshaji, yanahitaji uthubutu, yanahitaji maamuzi magumu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ana yote. Miradi ipo ambayo ilishindikana zaidi ya miaka 20. Same Mwanga, Mheshimiwa Rais, ni mradi ambao ukiteuliwa kwa waziri unakutana na hilo jambo. Nataka niseme mradi wa Same Mwanga ulikuwa mfupa mgumu, lakini kwako uliugeuza biskuti. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Nataka niseme ndugu zangu wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo ya Watanzania. Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu kwa matatizo yaliyoshindikana kwa miaka yote. Piga makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sisi tunapata faraja kutokana na sapoti kubwa ambayo unaoifanya, lakini kwa dhati ya moyo nikushukuru pia kwa kunipa wasaidizi wazuri. Kaka yangu Engineer Andrew Kuno amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba dhana na dhamira ya kumtoa mwanamama ndoo kichwani inatimilika. Katibu mkuu wa wizara yetu ya maji Engineer Mwajuma, asante sana kwa kazi kubwa na nzuri unayoifanya. Naibu katibu mkuu, wamefanya kazi nzuri management ya wizara, lakini jeshi lako la wizara ya maji, lipo jeshi la angani, lipo jeshi la ardhini,
lipo jeshi la majini. Nataka niseme jeshi la Wizara ya Maji ni noma sana. Piga makofi mengi sana kwa jeshi la wizara yetu ya maji. Tunataka tukueleze Mheshimiwa Rais, jambo la mama sisi ni jambo letu. Watendaji wangu wa Wizara ya Maji, najua kuna kipindi nakuwa mkali, najua kuna kipindi wakati mwingine wapo walopoteza kazi. Nitumie nafasi hii niwaombe radhi sana. Sikufanya yale kwa sababu labda kufanya jambo gani. Nilifanya yale kwa sababu maelekezo ya Rais hayana mjadala, ni kuhakikisha ndoto inatokea. Leo mmekaa hapa mnafurahia, ni kwa sababu ya kujituma kwenu, na Mungu awabariki sana 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 sana. Mheshimiwa Rais, kamati yetu ya Bunge, wadau wetu wa maendeleo na nchi wanachama, ulinipa nafasi ukaniambia nipite katika nchi zote hizo wanachama na wadau wetu wa maendeleo ambao tunafanya kazi. Mheshimiwa Rais, kwa kweli kila tulipokwenda tumepata fedha. Tunapata fedha ni kwa sababu gani? Tumetokea kuaminika kutokana na kazi nzuri na mahusiano ambao umeyaweka. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Lakini kwa kumalizia, Mheshimiwa Rais, wakandarasi wetu wa ndani na wakandarasi wa nje, asilimia kubwa ya wakandarasi wetu wa ndani wanafanya kazi nzuri, wazabuni wetu wanafanya kazi nzuri, watu wetu wa viwanda na private sector kwa maana mabenki wametupa ushirikiano mkubwa. Leo haya mafanikio yanaonekana. Lakini kubwa Mheshimiwa Rais, dunia inabadilika. Sisi kama Wizara ya Maji tukaona haja ya kufanya mabadiliko ya sekta yetu ya maji. Lazima tukubali kwamba dunia inabadilika. Hata nyoka wakati mwingine anajibua kwa maana ya kujivua gamba ili awe mpya. Wizara ya Maji, ukiangalia sera yetu ya maji ni ya mwaka 2002. Ni miaka 23 tangu kuundwa kwake Mheshimiwa Rais. Leo tunaona kabisa tuna mabadiliko ya tabia nchi. Tunaona kabisa katika sera yetu ya maji haija involve ipasavyo private sector. Lakini tunaona uendelezaji wa rasilimali za maji, ubora wa maji, uendelezaji wa miradi ya maji. Lakini tunataka kuona na ubora unaupoje katika wizara yetu ya maji. Lakini kupitia sera hii, nataka niseme Mheshimiwa Rais, sera yetu imezingatia encouragement ya private sector pamoja na uwekezaji badala ya kudiscourage wawekezaji. Tumesimamia ndoto zako na tunashukuru sana kwa support kubwa ambayo tunapata kutoka kwa World Bank na wadau wengine wote. Kaka Nathan, asante sana na Mungu akubariki sana. Mwisho Mheshimiwa Rais, lipo ombi kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo umefanya. Vijana wako wa Wizara ya Maji wamekaa wametafakari, wamesema wewe ndio game changer katika wizara yetu ya maji. Leo tumepata tuzo mbalimbali. Kiangalia World Bank wametuindozi hapa. Miaka 2 mfululizo tunaongoza kwenye P4R. Lakini wenzetu wa Water Aid wa Uingereza wamekuja hapa. Mheshimiwa Rais, moja la ombi lao, walitamani uwe balozi wa Pani Afrika kwa ajili ya kupigania maji Afrika nzima. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais. Wameandaa na tuzo pia Mheshimiwa Rais, kwa kazi kubwa ambayo umeifanya ndani ya nchi. Leo imereflect mpaka nje ya nchi. Kwa kweli ni jambo la baraka, na nataka niseme Mheshimiwa Rais, kwa kazi kubwa ambayo umeifanya katika maeneo mbalimbali, una baraka kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu na Mungu atakulipa Mheshimiwa Rais. Nataka nikutie moyo Mheshimiwa Rais. Tunajua kabisa unakwenda katika uchaguzi mwezi wa 10 2025. Mimi sio sharifu wala sio askofu, lakini najua utashinda, tena utashinda kwa kishindo Mheshimiwa Rais. Kazi yako inaonekana. Unaweza ukawa na macho usione, unaweza ukawa na masikio usisikie, lakini umepewa pua pia utashindwa kunosa kazi nzuri iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Chama cha Mapinduzi, sisi wengine ni wauza duka. Nataka niwahakikishie duka la Chama cha Mapinduzi halitofilisika. Tunashukuru sana viongozi wa dini kwa ushirikiano mkubwa, na mmetuombea lakini mmetusapoti baadhi ya maeneo. Lakini kubwa Mheshimiwa Rais, kwa ufupi kabisa, nchi yetu ya Tanzania ina vijiji 12318. Kwa muda mfupi wa kazi ambao umeifanya, umeshavuka zaidi ya vijiji 10,000. Umetupa malengo 85%. Sasa hivi tuna 83%. Tunadaiwa 2%. Tuna miradi zaidi ya 1000. Hata mwezi wa 10 hautofika tutakuwa tumekusha kamilisha 85%. Lakini sisi tumeenda mbali. Katika hivi vijiji 2000 vilivyobaki Mheshimiwa Rais, umetununulia mitambo ya uchimbaji visima. Tumeanzisha programu ya uchimbaji visima. Tumeanza na visima 900. Target yetu twende kwa phase 1, twende kwa phase 2
ili tuwe tumemaliza. Kwa maana gani? Kwamba vijiji vyote vya Tanzania vipate huduma ya maji safi na salama, na hiyo ndio kazi kubwa na nzuri unayofanya. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana na Mwenyezi Mungu akubariki sana na kufanyia wepesi katika majukumu yako ya kazi. Asante sana Mheshimiwa Rais.